mechi ambayo Young Africa walikuwa wanahitaji kupata matokeo kwa vyovyote vile. Of course haikuwa mechi nyepesi, lakini Young Africa walikuwa wanahitaji zaidi kwanza wapate morali ya kisaikolojia. Yaani akili kwanza ikae smart, then ndio waingie kwenye mchezo, then waweze kutafuta kile ambacho wanakihitaji, na wakafanikiwa kufanya hicho kitu, win game. Awali dakika 45 za kwanza zimemalizika, Young Africa wanaonyesha wanatafuta kitu cha kufanya, na kuna mess up ilifanyika Prince Dube ambayo ilikuwa ni clear goal, ambao kama angeweza kuscore ingetengeneza confidence zaidi, na pengine Young Africa kuanzia pale wangeweza kuwin zaidi hata goli moja. Lakini baada ya pale walikubali Young Africa ku bounce back, wakarejea wakaanza kutengeneza morali yao, hawakutoka kwenye track yao, then wakarejea kipindi cha pili wanapata bao kupitia kwa Prince Dube. Dube alikosa goli jepesi sana ambalo ongeza kuleka kusema kwamba hili ni goli analikosaje striker kama Prince Dube. Lakini baada ya kwenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo alivyorejea, wakarejea kwenye engo yake. Mudathiri, kumbuka alicheza ule mchezo ambao akiwa hayuko sawa. Ndio. Alicheza ile mechi kwa ushawishi wa Engineer Hersi Said. Kwa sababu Engineer ni moja kati ya watu ambao ni wazuri sana kwenye kufanya kumshawishi mtu. Mudathiri, kumbuka, ni moja kati ya wachezaji ambao hata kwenye timu ya taifa hakuitwa kwa sababu ya majeraha ambayo alikuwa nayo. Na hata ile mechi ya juzi amecheza akiwa bado hayuko fit 100%. Lakini kwa mahitaji ya timu na weakness ya Young Africa kwenye eneo la kiungo, nani anaweza karani maeneo mengi kwenye box? Kwa nini umtumie mchezaji akiwa bado yuko na majeraha? Kuna kitu walikiona. Kuna kitu walikiona kwamba kwenye hii coast Young Africa wanahitaji mtu kama Mudathiri. Pengine ina athari yoyote kwa mchezaji? Inategemea anaumwa kwa kiasi gani. Kwa sababu tumeshuhudia hata barani Ulaya kuna wachezaji wengine wanaumwa wakiwa wako vibaya zaidi, lakini wanacheza kwa sindano, wanacheza mpira. Kwa hiyo hata ile mechi sio kwamba alikuwa hawezi kucheza mechi kabisa, lakini utimamu wake ulikuwa unamruhusu kucheza mechi, lakini ule ufiti wake hawezi kuwa kwenye 100%. That's why ilikuwa ni ngumu sana kumshawishi aweze kucheza ule mpira ile mechi, na alifanikiwa kufanya hicho kitu. Mwenye maboksi yote mawili uliona kazi yake. Duke anabaki chini, yeye anacheza maboksi yote mawili. Ile energy ya kurani kwa asilimia kubwa Mudathiri ilipungua kwa sababu ya hii hali ambayo alikuwa anapitia. Na ndio maana unaona baada ile pasi aliyopiga, alitoka pale uwanjani, wengine wanashangilia goli kule, yeye akatoka pale kwenda jukwani kwa Engineer Hersi Said kwa kile ambacho alikifanya kwa kumshawishi. Ile pasi aliyopiga Mudathiri ni kwa sababu Dube alimuonyesha kwamba mimi ni striker wa design gani. Sio striker wa kunipa mpira mguuni. Nipe mpira kwenye njia na nafasi, ni kuonyesha kasi yangu na ni umakini wangu. Hicho ndicho ambacho kinamtofautisha Dube na mastriker wengi. Hatumsifii kwa sababu amefunga, tunamsifia kwa sababu ya kile ambacho huwa anakifanya mara zote. Dube ni mchezaji pekee ambaye kwenye kikosi cha Young Africa anakuhakikishia kukaa kwenye nafasi kwa wakati. Lakini changamoto ni kuweka mpira kambani. Ndio kitu ambacho kinabaki kwa Dube kuwa kikwazo, lakini so far ni moja kati ya wachezaji ambao ni muhimu sana kwenye kikosi cha Young Africa.